tuliyoyaandaa katika siku ya ukaguzi wa miradi mbalimbali ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mapokezi ya mwenge, mbio za mwenge ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenge taifa, tuko na Mheshimiwa Shabibi hapa, mbunge wa Gairo. Ameambiwa akae mbele kwenye msafara. Sasa wakikagua matundu hivyo kama hivi ambavyo tunaviona. Chanzo cha fedha ni wahisani kupitia mradi wa Busti. Faida za mradi: moja, kutoa mazingira bora na salama ya kufundishia na kujifunzia kwa kupunguza msongamano wa wanafunzi kwa sasa katika shule ya msingi Kimashale. Mbili, kuongeza ufanisi wa kazi na ari ya kufanya kazi kwa walimu, wakitambua kwamba serikali inawajali kwa kuboresha miundombinu ya kazi. Shukrani. Kwa niaba ya wananchi wa kijiji cha Kimashale, tunatoa shukrani za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassani, na kwa kutuletea fedha kwa ajili ya ujenzi wa mradi huu. Aidha, naomba kuwakumbusha wananchi wenzangu juu ya ujumbe wa Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 unaohusu uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 chini ya kauli mbiu isemayo jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Tukio: ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2025, kwa heshima na taadhima tunakuomba ukague mradi huu na ikikupendeza utuzindulie ili kuleta matumaini kwa wanafunzi na wananchi kijiji cha Kimashale. Mwenge wa Uhuru oye! Dr. Hussein Ali Mwinyi oye! Mapinduzi! Ndugu wananchi wa Chakwale, ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, hapa ni kijiji cha Kimashale kwenye kata ya Chakwale. Mara baada ya kupokea taarifa hiyo, sasa nikukaribishe uweze kukagua mradi wetu na kisha utoe maelekezo. Karibu sana ndugu kiongozi. Naomba wananchi waendelee kuburudika sasa.
wa mradi kama huu. Tukiendelea kukagua miradi mbalimbali ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao uzinduzi unafanyika na Mwenge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa muda huu tuko katika wilaya ya Gairo, halmashauri ya wilaya ya Gairo, ya uzinduzi wa miradi yake mbalimbali. Cheza. Cheza baba. Haya, mstari, cheza na mama hapo. Weka mstari. Cheza, mwenge ndio huko nyumbani, cheza. Tukiendelea kupita na Mwenge wa Uhuru wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kukagua miradi mbalimbali ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vipi, umeupokeaje Mwenge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika wilaya yako? Lakini leo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amewapeni huduma kama hii, jengo kubwa kama hili la zahanati. Vipi, nataka kumwambia nini, una salamu gani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Ikiwa sasa tunaelekea karibu katika hali ya uchaguzi hapo mwezi wa 10, 25 hadi 30, nataka kumwahidi nini Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kama ni kijana kwa niaba ya vijana wa Tanzania? Kwa habari ya uchaguzi, nafikiri hakuna upinzani wowote utakayoweza kujitokeza kwa Samia Suluhu Hassan, maana yeye ni lazima aendelee. Tumeshampitisha na tumemkubali kwa kuwa ametekeleza shida zetu zote kabisa. Hapa niko na mzee Omari Mzambari. Vipi furaha yako baada ya kupokea Mwenge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika wilaya hii ya Gairo, katika maeneo haya? Ikiwa sasa tunaelekea katika swala zima la uchaguzi, nataka kumwambia nini Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kupewa jengo zuri kama hili linavyoonekana? Hizi zote ni juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unamwahidi nini Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutokana na kazi kubwa kama hii? Tunashuhudia kuona wananchi wakiwa na furaha kubwa katika uzinduzi wa jengo la zahanati iliyoko katika maeneo haya. Lakini hizo ni juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, si mwingine bali ni Mama Samia Suluhu Hassan. Tumekuja katika eneo hili ambalo itajengwa kituo kikubwa cha wajasiriamali wa Kilosa. Kwa kweli hongereni sana wajasiriamali na vijana ambao mtaweza kutumia kituo hiki. Pigieni makofi mengi sana tafadhali. Lakini vile vile niwashukuru sana viongozi wa serikali ya wilaya pamoja na waheshimiwa wabunge pamoja na madiwani
kwa kuhakikisha wanasimamia vyema shughuli za kimaendeleo katika maeneo yetu. Leo hii Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Mwenge wa Uhuru, ukiwa unawaka, unang'ara na unameremeta, umekuja kuonyesha matumaini na upendo kwa wajasiriamali. Na muda huu tuko katika shule ya msingi Kimasale. Hapa tumeweza kukutana na wanafunzi ambao waliojengewa shule vya vyumba viwili na vyoo vya matundu 12 na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Madarasa yenyewe ni haya hapa. Ni msaada wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wanakusudia kusoma ni hawa. Wanakusudia unaitwa nani? Vipi leo furaha yako kutembelewa na Mwenge wa Uhuru? Umejengewa vyumba viwili vya madarasa. Vipi, mko tayari kusoma? Nataka kumwambia nini sasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kujengewa vyumba viwili vya madarasa na vyoo matundu 12 hivi vilivyogharimu kiasi cha shilingi milioni 55? Unataka afanye tini aongeze kitu kingine kitu gani baada ya kufanya mambo mawili? Sawa kabisa. Shukrani. Unamwahidi nini Mheshimiwa Rais? Na vijana wenzako wanataka kuambia nini? Vijana wenzako wao wanataka kuambia nini? Utaambia waongeze bidii katika kusoma, sio? Wasome zaidi. Na wao wawe kama Mama Samia, sio? Haya. Jina lako unaitwa nani? Flora. Je, unauelewa Mwenge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Mwenge unaujua? Uko wapi? Ule ndo Mwenge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Una faida ngapi? Una faida gani Mwenge wa Jamhuri wa Tanzania? Kuzindua miradi, faida nyingine kuwafanya watu wafanye kazi kwa bidii zaidi, ingine tena kukataza rushwa, ingine tena ingine ule mwenge ule pale una faida zingine. Faida gani? Kuwatembelea wafanyakazi wasiofanya kazi kwa bidii na kuambia fanyeni kazi kwa bidii. Sio kufanya kazi kwa bidii, wengine watakuja badala yenu. Sawa? Haya, sawa. Jina lako nani? Lakini leo mmetembelewa na Mwenge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uko wapi mwenge wenyewe? Ule? Nini faida ya ule mwenge? Sasa ni faida yake ya kwanza ni nini? Mwenge una faida nyingi. Faida ya kwanza ni nini? Kuzindua miradi. Faida ya pili ni nini? Kufichua watu wasiofanya kazi kwa taratibu inayotakiwa ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ya pili, ya tatu, nani mwingine anaweza kunitajia? Ndio maana mwenge umewatembelea. Faida ya nne, kizindua shughuli za maendeleo, mfano kama madarasa, ingine vizuri sana, ingine sauti
Basi hizo ndizo sababu zilizopelekea Mwenge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuingia katika sehemu kama hii ya leo. Sawa? Haya, baada neno moja kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nataka kumwambiaje? Baada ya kumshukuru, unamwahidi nini? Usema kwa bidii naye